alipotenda dhambi ndipo aliogopa. Sauli alipotenda dhambi alimwogopa Goliati. Baada ya dhambi automatically, kama uelewi, ujione ukizini na mwanamke au mwanaume, pale unaanza kujiona hufai mbele yake na mbele ya waliokuona ukiwa unaingia kwenye kile kichocho. Unakosa ujasiri na utakuta libaba lizima na mindevu, kibinti kidogo cha la 7 kinakuita baby, na wewe unabaki baby, kwa sababu for sure umeshakuwa baby. Asilie na mwanamke hana akili kabisa, sio kuna zilizobaki kabisa. Kwa tafsiri nyingine, hilo weka mbali na watoto, inatakiwa kwa jela. Sasa sikiliza, mimi nimekaa jela miezi 4 na siku 17. Kule aliyefungwa kwa ajili ya neno la Mungu na haki nilikuwa mimi tu. Wote walioko kule wako wezi, wako wabakaji, wako wauaji, wako mashoga. Kwa hiyo niache haki niwe shoga nikufurahishe wewe? Ili weje gwali mbapile kuli ulini zako wewe? Ili weje? Yani niache haki kwa sababu wengi wanakususan wadazamu nyie wanawazini waume zenu na wapenzi wenu kwenye mavi, na hayo hamna wa kuwakemea. Mmebadilisha, mnaita ushoga. Yani dhambi mnaibadilisha. Ufiraji unawiti mnaanza kuita ushoga. Zina mnaanza kuita kudeti, mapenzi. Yani ili dhambi iendelee kuwa ni kitu mnachoendelea, mnaibadilishia jina. Mimi naita kwa jina lake. Wewe mwanamke unayezini kwenye mavi, dhambi ni kufanya kitendo chenye madhara. Leo jifanye ni starehe. Vipe jina itini kwa mparange, mtabadilisha mtaita jina lingine. Ila inawezekana siku zilizobaki utavaa nepi mpaka unaingia kaburini, ndio utajua dhambi ni madhara. Na mimi nitaita kwa jina lake. Haya, uende kwenye makaburi mengi hapo. Kwenye makaburi mengi utaona wezi wanakufa, wauaji wanakufa, watekaji wanakufa, malaya wanakufa. Kama wote wanakufa hivi, unanilazimisha